Nami sasa nasema vunja jungu rukhsa kwa masharti matano. Wazee wa kuvunja jungu, tega sikio. Kama umelifurahia hilo kwamba kumbe vunja jungu ni rukhsa, sikiliza masharti matano haya. Vunja jungu ni rukhsa kwa masharti matano, na sitokuwa mbali na mwana wa chuoni wa Kiislamu huyu. Sharti la kwanza, ukitaka kuvunja jungu, basi hakikisha usile katika riziki za Mola wako. Haiwezekani ukaununua ugomvi maksudi na yeye kisha unakula riziki zake. Ukitaka kuvunja jungu, basi vunja jungu. Ukitaka kuvunja jungu, basi vunja jungu katika ardhi ambayo siyo ardhi ya Allah. Nenda dunia nyingine kama ipo, katafute ardhi nyingine isiyokuwa ya Allah kama ipo. Sharti la tatu, ukitaka kuvunja jungu, hakikisha unakwenda kuvunja jungu katika pahala ambapo hata Mola wako hatakuona. Sharti la nne, ukitaka kuvunja jungu, kwa kuwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Siku yako ikifika, ajali yako ikifika, ahadi yako ikifika, komando malakul maut akishuka kuchukua roho yako, mpange, mtengeneze, mchakachue, muingize mjini kama utaweza, akupe walau dakika chache tu utubie. Sharti la tano, ukitaka kuvunja jungu, hakikisha siku ya Kiyama malaika wa motoni watakapokujia kwa minajili ya kutaka kukuburuza na kukufunga katika minyororo yenye dhiraa 70, hakikisha hauendi nao, hakikisha unawatoroka katika ardhi ya Kiyama. Alafu unatimua mbio kama utaweza. Bila shaka masharti haya ni magumu sana kwa mtu yeyote mwenye nia na dhamira ya kutaka kumuasi Mola wake Allah jalla fi'ala. Hotuba yangu nataka nihitimishe kama ifuatavyo. Tuna wajinga wengi tu katika dunia hii, na sisemi katika nchi hii. Wamedata na wanajizima data. Wao wanauheshimu zaidi mwezi mtukufu wa Ramadhan kuliko mtukufu wa watukufu, Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu. Kipindi kama hichi, mwenye mwanamke wake ndio wanamaliza wanaita mwisho, alafu mwanamke anapewa likizo ya mwezi mmoja. Hawara kimada, baby, tunajua mwezi wa haki tutakutana mwezi ukiisha. Hao ndio ambao kwa kuwa Ramadhani umeupokea, mwezi umeupokea kwa maasi, wanaingia ndani ya Ramadhani,
Ramadhan haitowasaidia chochote, hawatobadilika kwa lolote. 10 la mwisho wanaanza, bebi nina uchu na wewe, bebi nimekumisi, bebi siku ya sikukuu lazima twende Bagamoyo. Eti Bagamoyo mbali, hamuoni mtu. Yastakhfuna min Allah, yastakhfuna min an-nas, wala yastakhfuna min Allah. Wanawastahi watu, hawamstahi Allah. Wanawaogopa watu, hawamwogopi Allah. Wanaupokea mwezi kwa zinaa na wanausindikiza kwa zinaa, na wanajiona kwamba wana imani. Demu wake kampa likizo, eti hapa anajiona na imani. Imani gani? Unakaa na mwanamke pika pakua kama mkeo. Ndoa ya Kiislamu dakika 2 nyingi utaki. Na wengine wanaswali sala 5. Kwa taarifa yenu ndugu zangu, dhambi inayoongozwa zama hizi kuasiwa Mola wetu, muumba wetu, mlezi wetu, mtoa riziki zetu ni zina. Wama adraka ma zina. Zina mtihani mzito sana. Hata baadhi ya viongozi wa dini wanabugi kweli kweli na kutereza katika hili. Yani hakuna pahala Ibilisi katupatia kama upande wa wanawake. Yani upande wa wanawake kuna bikra wa kike. Zama hizi hakuna bikra wa kiume. Mwanaume ambaye hajaoa, hajawahi kutenda tendo hili chafu, hajawahi kuzini mpaka anaoa, zama hizi ni wachache sana. Wanandoa ndio wamedata na kujizima data. Subhanallah. Yani wanandoa ndio wana matamanio ya nje kuliko matamanio ya ndani. Eti chakula kimoja wanakichoka. Allah alikufungulia milango, ongeza mathna wa pili, wa thulatha wa 3, wa ruba' wa 4. Eti hana uwezo, wakati ana nyumba 2 3 anazita nyumba ndogo. Mimi naita nyumba kubwa, sio ndogo hizo. Watahsabunahu hayyina wa huwa 'inda Allahi 'azim. Mnadhani ya kuwa ni madhambi madogo, wakati mbele ya Allah ni jambo zito sana. Allah ni mkarimu sana. Wallahi mimi na wewe anatusitiri sana. Siku akiondoa pazia hapa, tutakimbiana sote humu ndani. Kila mmoja ataenda kutubia chumbani kwake na ataswalia chumbani kwake. Hivi Ijumaa tuwezi kutazamana.